Lengo la nchi ni angalau 80% ya Watanzania ifikapo mwaka 2034 kutumia nishati safi ya kupikia. Na huu ni mkakati wa miaka 10 wa serikali kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034. Miongoni mwa mapendekezo ambayo yanatolewa na chama cha waingizaji na wasambazaji wa gesi ya kwenye mitungi ama LPG, TZLPGA, wanasisitiza elimu zaidi kuhusu usalama wa gesi na matumizi sahihi ya gesi ya kwenye mitungi. Tupo California, shule ya sekondari hapa Nyegezi jijini Mwanza kwa ajili ya kuzungumza tuweze kujua wanaipokeaje nishati safi ya gesi ya kwenye mitungi. Mimi ni Dennis Mwasalanga. Na kabla ya mtaalamu kutoka TZLPGA kuwasilisha mada yake kwa wanafunzi hawa, niliwauliza maswala kadhaa ambayo wanajamii wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusu gesi. Sisi tunatumia gesi? Ndio. Cha kwanza ni unaojuaje ujazo wa gesi? Unajua uzito wa gesi pale endapo unaweza ukaibeba gesi, unajua tu ujazo wake upo wapi. Yaani ukitingisha hivi unahisi kama maji yanacheza fani hivi. Napingana naye kwa sababu ukitaka kujua ujazo wa gesi huwa imeandikwa pale mbele. Ni ujazo ni kg ngapi. Swala lingine ambalo na wachokoza wanafunzi hawa, je, wanatumia nishati gani? Lakini kwa nini shuleni na kwenye taasisi nyingi ambazo zinalisha watu wengi bado wameng'ang'ania matumizi ya kuni na mkaa? Kwa maeneo kama ya shuleni na maeneo pengine yenye watu wengi, wanatumia nishati chafu kama kuni ili kurahisisha kazi. Na maana gani kurahisisha kazi? Sababu mimi sijui kuona gesi kubwa ambayo inaweza ikapika labda chakula kuanzia watu 100 au kuendelea. Na sasa mbele wanafunzi hawa takriban 200 wa shule ya sekondari California Hills hapa Nyegezi Mwanza, ikawa zamu ya wasilisho mahususi kutoka kwa afisa mafunzo na ufundi wa TZLPGA, mhandisi Huruma Msigwa, ambaye amewapitisha wadau hawa muhimu kuhusu nishati safi. Mimi nimetoka kwenye chama cha makampuni ya gesi, tunajulikana kama Tanzania LPG Association. Na wanachama wetu sisi ni Taifa Gas, Manjis Gas, O-Gas, Leki Gas, pamoja na Puma Gas. Ingawaje naamini Puma Gas hawajafika huku kanda ya ziwa bado, si ndio? Na tunajua kwamba watu wengi hapa mnatumia gesi. Wangapi mnatumia gesi kupikia nyumbani? Okay, safi. Kwa hiyo somo letu leo litaenda vizuri kabisa. Wangapi wamesikia kuhusu mkakati wa nishati safi ya kupikia, mkakati wa kitaifa? Wangapi wamesikia? Karibia 60% hivi, 50, si ndio? Yes. Mmesikia kuhusu mkakati wa nishati safi ya kupikia, si ndio? Yes. Miongoni mwa nishati safi ambazo zimegusiwa na mhandisi Huruma Msigwa ni pamoja na matumizi ya gesi kwenye mitungi ya LPG, matumizi ya umeme, matumizi ya majiko banifu ama improved stoves, matumizi ya biogas, vile vile uwepo wa mkaa mbadala ama briquettes. Kuna nishati nyingine za kupikia ambazo sio salama, si ndio? Ambayo mojawapo ni nini? Kuni na mkaa, si ndio? Kwa sababu gani kuni na mkaa sio nishati safi? Zina kiasi kikubwa cha carbon dioxide na nini? Na carbon monoxide. Unapopika kwa kutumia kuni na mkaa na wewe uko pale, unavuta ile hewa ya carbon dioxide na carbon monoxide. Kwa hiyo tumeshasema kwamba hizi ni greenhouse gases, ndio? Kwa hiyo zinaenda pia kwenye anga kuharibu ile tabaka la ozone, nyingine unavuta wewe. Sasa ukivuta wewe carbon dioxide ama carbon monoxide ile, unakuja kupata madhara ya kiafya. Unakuta umeanza kukohoa, si ndio? Macho yanakuwa mekundu kwa sababu ya kuathirika na moshi, si ndio? Na magonjwa mengine pia, kansa. Licha ya madhara bayana ya kuni na mkaa ambayo yanawasilishwa hapa, upo mtazamo huu ambao unawasilishwa na mwanafunzi huyu kwa niaba ya wenzake. Nishati safi haitumiwi na watu wote. Kwa nini? Kwa sababu nishati safi ina gharama, sio kila mtu anaweza akainunua au akapata. Na swala hili linapata ufafanuzi mbele ya kadamnasi hii ya wanafunzi. Sisi tumefanya utafiti, tumegundua kwa mfano Dar es Salaam kuna mama ntilio wanapika kwa kutumia mkaa. Kwa wastani wanatumia shilingi 7,000 mpaka 20,000. 20,000 kupika chakula. Lakini ukipiga hesabu shilingi 7,000 kwa mwezi ni shingapi? 210,000, si ndio?
Lakini huyu mtu angetumia gesi kupikia, angetumia wastani wa shilingi 3400. Umeona? Lakini kwa sababu mkaa anatoa hela kidogo kidogo kununua kila siku, yeye anaona nafuu, si ndio? Lakini gesi changamoto yake sasa kidogo, kununua kwa mara moja utahitaji pesa nyingi. Kwa mfano unatumia mtungi wa kilo 15, inabidi utoe 54 ukanunue gesi. Mtungi mdogo utoe labda 24 ukanunue gesi. Wanaona kwamba gesi ni gharama, lakini ukipiga hesabu sasa, na ndio maana sisi tumekuja hapa kuongea na wasomi. Sawa? Unanunua mkaa wa shilingi 1100, 2000 kila siku, unaona nafuu. Kwa mwezi ni shilingi ngapi? 60,000. Lakini mtungi wa kilo 15 shilingi 54, utatumia wewe miezi miwili, si ndio? Kipi kina hasara? Kwa hiyo ni hesabu kichwani, si ndio? Na wanafunzi hawa pia wakapitishwa kuhusiana na namna gani utafanya matumizi salama ya nishati ya gesi, lakini vile vile namna gani itasafirishwa kutoka sehemu ya mauzo mpaka nyumbani. Wengi wetu hapa watu tunatuma bodaboda wakanunue gesi, wakachukue gesi dukani, si ndio? Mtungi wa gesi hautakiwi kusafirishwa ukiwa umelazwa. Sawa? Unatakiwa usafirishwe ukiwa umesimama. Namna gani unaweza kufahamu ujazo wa gesi unayonunua? Ukaibeba gesi unajua tu ujazo wake upo wapi, yani ukitingisha hivi unahisi kama maji yanacheza fani. Na sasa tusikilize ufafanuzi kutoka kwa Engineer Msigwa. Sasa unapoenda kununua gesi kwa yule muuzaji kule mtaani, unatakiwa cha kwanza akupimie, muuzaji awe na mzani, sawa? Ule mtungi kama alivyosema mwenzetu pale, ule mtungi una namba pale juu unaonyesha uzito wa gesi, sawa? Kwa hiyo yule muuzaji wa gesi unapoenda kununua gesi anatakiwa awe na mzani akupimie uzito wa ule mtungi, sawa? Kama ule mtungi umeandikwa kilo 15 pale, ukipima ukaona una kilo 12, maana kilo 3 hazipo, si ndio? Unamwambia yule mtumiaji akubadilishie mtungi, sawa? Hiyo inaonyesha nini? Kama ule mtungi una uzito pungufu, kunaweza kawa kuna sababu mbili. Ya kwanza, ule mtungi haujajazwa sawa sawa, si ndio? Cha pili, ule mtungi unavuja, sawa? Na sisi hapa tunajua kwamba ile gesi ni hazardous product, ni flammable product, inaweza kushika moto kwa haraka, si ndio? Sasa kama ule mtungi una uzito pungufu, unaweza kawa ulijazwa visivyo ama unavujisha gesi. Kwa hiyo ni hatari ukauchukua ule mtungi ukaupeleka nyumbani. Kwa hiyo ukipima uzito, ukiona uzito pungufu, kuna dalili hizo kwamba mtungi unavuja. Kwa hiyo unamwambia yule muuzaji akubadilishie mtungi mwingine, akupimie ule wenye uzito sawa sawa ndio uchukue, si ndio? Shule hii ya sekondari California hapa Nyegezi Mwanza ilikuwa fursa ya kipekee ambayo haijawahi kutokea kupata wasilisho kama hili shuleni. Na baada hapo tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi yao, watuambie je, mmeenjoy kitu gani ama mmefurahia kitu gani katika wasilisho la leo, na mnatamani nini kifanyike zaidi kwa ninyi wanafunzi popote Tanzania. Kitu nilichokipenda, nimependa the experience ya watangazaji, hata wanafunzi tulionayo. Na pia nimependa the knowledge of today, itanifanya na mimi nitangaze sehemu nyingine. Jina naitwa Tanzania Samuel Magoiga, ni mwanafunzi wa Form 1 hapa shule ya California Hills Secondary School. Kwa leo nimejifunza utumiaji mzuri wa nishati safi kama gesi, majiko ya umeme, na washauri wa Tanzania wengine ambao wanatumia nishati kama za kuni, mkaa, wasiwe wanaweka hizo nishati kama kuni ndani ya majumba ili kuepuka na magonjwa mbalimbali. Kwa jina naitwa John Moscow kutoka shule ya California. Nimejifunza utumiaji wa nishati ya gesi. Kama nishati ya gesi inaleta matukio mazuri nyumbani, pia na madhara kutokana na umakini wa watu. Kwa mimi nashauri Tanzania wenzangu tuwe makini katika utumiaji na tutumie nishati ya gesi kwa kutumia nishati ya mkaa. Nimejifunza kutokana na gesi, cha kwanza haina gharama. Kwa sababu ukiona watu wanaona ukiwa unatoa hela kwa ujumla, wanajua ina gharama nyingi, badala mkaa ndio ina gharama kuliko gesi. So mimi nawashauri wenzangu wa Tanzania mwe mnatumia nishati ya gesi. Pia kwa upande huo tunaweza kuona nishati ya gesi
itaweza kulinda afya ya mama na kusaidia katika maendeleo ya vijiji. Nashauri watu wengi na wasichana pia kuweza kutumia nishati ya gesi katika mapishi. Kwa wanafunzi hawana elimu ya kutosha kuhusu nishati chafu, lakini kwa wanajamii wana elimu lakini wanapuuzia. Ningependa nishati ambayo itumike kwa wingi ni gesi, ambazo hizo ndo haziwezi zikasababisha matatizo mengi na hata mazingira yetu yanabaki kuwa masafi. Mwenyeji wetu ni mkuu wa shule ya sekondari California Hills hapa Nyegezi, Mwanza, Tanzania, ambaye yeye ametuonyesha utayari wa kufanya mabadiliko shuleni kwake. Sisi kama taasisi tunatamani kuona hali hii ya matumizi ya gesi tuanze nayo kama Mungu atatusaidia mwakani au 2026 kulingana na elimu hii tuliyoipata. Tushaona kwenye familia kweli zinatumika, lakini kama taasisi tulikuwa tunahisi inakuwa ngumu. Lakini kwa elimu ya leo kwa kweli imetufanikisha sana tufahamu matumizi halisi ya gesi, kwamba hata taasisi kubwa kama hii inaweza ikatumia gesi na mambo yakaenda vizuri. Naam, mdau wa gesi. Hii ni sehemu ya kwanza tu. Tuonane wakati mwingine. Na kutoka shule ya sekondari California hapa Nyegezi jijini Mwanza, mimi ni Dennis Mwasalanga.